Haleluya. Hasa nimesema kutengwa kwa nuru na giza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Tafsiri ya neno ukiwa ni hali ya upweke, na utupu ni hali ya kutokuwa na kitu. Kuna namna ambayo unaanza kujisikia kudai, ile ndio inaitwa ukiwa. Ukisikia utupu ni ile hali ya kutokuwa na kitu. Lakini ukisikia neno ukiwa ni kwamba huna kitu, lakini inaumbika hali ya kuhitaji kuwa na kitu. Kuna hali ya nunguniko linalodai pawepo na vitu. Bwana asifiwe. Yaani kuna mtu ambaye hana vitu na amelisika kutokuwa na nini? Na vitu. Lakini kuna mtu hana vitu, lakini kuna namna hali ya manunguniko, uhitaji wa vitu unamwingia. Ile inaitwa ukiwa. Bwana asifiwe. Mwingine yuko peke yake na amelisika kuwa peke yake, lakini mwingine yuko peke yake lakini hajalisika kuwa peke yake. Kitendo cha kuwa peke yake kinaitwa utupu, lakini kuhitaji kuwa na mwingine kinaitwa ukiwa. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, ukiwa tunaweza kuzungumzia kwamba ni shauku au ni kiu inaumbika kwa mtu ambaye hana kitu. Sasa hii dunia ilipoumbwa ilikuwa ukiwa tena utupu, yaani kwa ilikuwa haina kitu, lakini ilianza kuonyesha madai kwa Mungu kwamba ninahitaji kuwa na vitu. Ule ukiwa sasa ulianza kumlazimisha Mungu aanze kusema vitu. Inasema, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, na Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Juu ya vilindi vya maji, kilindi ikiwa inamaanisha kina kirefu, si ndio? Kwa hiyo kwenye kina kirefu, mahali popote palipo na kina, tarajia kuona giza, hata kama juu kuna mwanga. Amina. Kwa hiyo giza likawa juu ya vilindi vya maji, na kwenye lile giza pakatulia Roho nani? Hakuwa sababu ya mwanga, yule Roho akatulia pale pale penye giza. Roho wa Mungu hakwenda pale ili kupeleka nini? Mwanga, ila akatulia. Hakuwa anafanya shughuli yoyote, maana alikuwa hana majukumu bado kwa wakati. Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Wa 4 anasema Mungu akaona ya kuwa nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Kwa hiyo Mungu akaanza kuona panahitajika nuru, kwa sababu kuna ukiwa, kuna hali ya uhitaji wa kitu. Kwa hiyo akasema na iwe nuru, alafu akubaliane nacho kwamba hiki ni nini? Ni chema. Lakini Roho wa Mungu bado yuko nini? Yuko juu ya uso wa maji. Akatenga nuru na giza. Tumeishia mstari wa 5. Mstari wa 5 nasema hivi: Mungu akaliita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Tunaanza kuona kwamba Mungu alitangulia kuumba nuru, ambayo nuru kwa manake ilikuwa inatafsirika ni giza nyakati zote. Kwa hiyo giza lilikuwa ni asili na chimbuko kwenye ulimwengu. Hata Roho wa Mungu alipokuja, alikuja alitulia juu ya vilindi vya uso wa maji kwenye giza lile lile. Bwana asifiwe. Baada ya hapo Mungu anakuja kuleta nuru, alafu akaja katenganisha kati ya nuru na giza. Alipovitenganisha nuru na giza, hivi nasema hivi, ile nuru akaipa jina mchana, na yeye akaipa jina usiku. Giza ni kitu ambacho hakikosekani kwenye maisha ya mtu. Mungu alipokuwa anaumba nani? Mungu mwenyewe alipoumba automatiki likatokea giza. Hakulisema liwe giza, ila likatokea giza. Mungu alipoumba tu likawa giza. Kwa hiyo nuru ni vitu ambavyo vilikuja baadaye vikaumbwa, lakini giza halikuumbwa. Mungu hajawahi kuumba giza, lakini likajikuta lipo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwenye dunia leo mwanga peke yake ndio kitu kinachotengenezwa. Giza halitengenezwi, linakujaga lenyewe. Yes. Chuki haitengenezwi, ila upendo ndio unaotengenezwa, na una gharama zake. Chuki haina gharama. Umeshamchukia huyu, haina gharama, na unaisambaza kwa bei rahisi kabisa. Lakini upendo peke yake ndio wenye gharama, kwa sababu una kitu chote ambacho kinatengenezwa kina gharama.
Kwa hiyo nuru inatengenezwa. Hakuna nuru inayokuja bure. Ukiona mahali hapa kuna nuru, imegharamiwa. Kuna watu wametumia dakika 10 kila ibada wanaomba ili nuru iwepo. Kwa nuru inatengenezwa. Giza linakuja. Wewe lala, amka, giza utalikuta. Kwa giza ni kitu ambacho huwa hakitengenezwi. Ni asili kuwepo juu ya uso wa nchi. Mungu akaja kaleta nuru duniani. Alipoachilia nuru yake duniani, Adamu na Eva walitembea kwenye ile nuru. Adamu alipokuja kuleta dhambi, giza likahalalishwa kwa mara nyingine. Dunia ikawa giza, ikawa giza, ikawa giza. Nadhani kitabu cha Isaya, inuka uangaze. Maana wewe inuka, toa mwanga, maana nuru imefanyaje? Kwa nuru ni kitu kilichoumbwa cha kwanza kabla ya jua. Kwa hiyo jua limekuja kusapoti nuru. Kwa kinachotofautisha uthamani wetu ni nuru tunazozimiliki. Watu wanamtukuza nani? Baba yako wa mbinguni, Mungu. Wanamtukuza. Wanasema kumtukuza pale wanapoiona nuru kwa. Nuru ipo kwa ajili ya kumtukuza Baba aliye mbinguni, lakini giza linasapoti wale walio gizani wamtukuze Baba pia. Na Biblia inasema hivi, kila mtu ambaye anafanya matendo ambayo hataki watu waone huwa analielekea giza. Analielekea giza ili akafanya vitu ambavyo watu hawawezi kuona. Kwa hiyo giza siku zote huwa linabeba watu ambao hawapendi mambo yao yaonekane. Ukipokea nuru ya Kristo, giza huwa linajitenga lenyewe, alafu vitu ulivyo navyo vinaanza kuonekana. Na vikishaanza kuonekana vinasaidia watu walio nje, wanaanza kuona ile nuru, alafu wanaanza kumtukuza nani? Kumtukuza Mungu. Kwa tunapoomba hapa, kuna watu wanaweza kawa nakutana na giza huko, lile giza litawasaidia kujua mwangaza huko sasa. Si kama nimeeleweka watu wa Mungu? Si kama nimeeleweka? Kwa hiyo giza hata uliondoe namna gani, unaweza ukaanza kusema hivi kwamba kuna vitu fulani havitokei, lakini kwa sababu umeshindwa kujua kwamba giza huwa haliondoki, ila linajitenga tu, kwa sababu nuru huwa linatoa tu heshima kwamba aliyekuja ni mheshimiwa zaidi yangu, wewe ngoja nimpishe. Lakini nuru itapoondoka, giza liendelea na majukumu yake kama kawaida. Mahali popote ambapo nuru haifiki, giza ndio linatawala. Hakikisha unamiliki nuru. Kwa hiyo unaweza ukawa unafanya vitu na watu hawaoni. Unaweza kuwa unafanya mambo, unatoa fedha, unatoa misaada, unafanya kila kitu, watu hawaoni kama unafanya. Lakini kuna mwingine tu akafanya kitu, watu wanajiuliza nani alifanya kile, kwa sababu nuru alionayo inasapoti kuonekana kwa kile kitu anachokifanya. Kwa hiyo nuru ni ya muhimu. Usije ukawa una roho wa Mungu akatulia juu ya vilindi vya uso wa maji, akatulia ndani yako, lakini nuru kaikosa. Hapo mahali patakuwa na utupu na ukiwa. Amen. Una roho wa Mungu na una matendo mema, lakini kuna ukiwa. Hakikisha nuru unaipata na inakusaidia. Na nuru ina tabia kusapoti, ina tabia kuongeza uthamani